Ndugu wananchi mliokusanyika hapa, hiki tunachokifanya leo ni maono ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendeleza maono yake kwa taifa hili, kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwafanya wawe wazalishaji na wamiliki wa mnyororo wa uchumi katika taifa letu. Changamoto ya upatikanaji wa mitaji imekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa vijana wengi wa nchi hii. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kutekeleza azma hii, kuhakikisha kwamba vijana wanapata mitaji kwa wakati sahihi. Leo serikali inaendeleza programu hii ya utoaji wa mikopo katika mkoa wa Mbeya, na katika mkoa huu tumeanza na wilaya ya Mbarali. Kama nilivyosema, tumewakabidhi mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza ukaipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka, ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote. Milioni 349 wamepewa bila dhamana yoyote. Lakini mikopo hiyo haina riba, na ndio mwelekezo wa Mheshimiwa Rais, ili tuwarahisishie ulipaji wao, sio mikopo ya kausha damu. Lakini kingine ambacho ni cha tofauti kwenye mkopo huu ambacho lazima ukielewe, mkopo huu tunatoa kitu kinaitwa wakati wa kujitazamia, kwamba tunakupa mkopo lakini hatutakudai pale pale. Lakini hawa ambao wanalima, wanafanya kilimo, wanaofanya ufugaji wa samaki, hatutawadai hata senti 5 mpaka wamalize kulima, wavune. Wakishavuna, wakiuza, ndio wanakuja kutulipa. Hawa vijana tuliwachukua katika nchi hii, tulichukua vikundi 8 tukavipeleka maonyesho ya Sabasaba, tuliwapeleka pale kuwatafutia masoko, ili watakapovuna hizo gunia za mwaka huu wasihangaike kupata masoko. Tunataka wakivuna tayari wawe na wateja walio tayari, wapate pesa yao, baadaye waweze kuendeleza biashara zao. Lakini sambamba na hilo, tunataka pia biashara hii isiishie tu au kuvuna na kuuza, tunataka wachakate bidhaa zao. Mheshimiwa Rais ameelekeza moja ya kitu cha muhimu sana anataka kukifanya ni kuongeza thamani katika mazao yetu. Na nilipokuwa naongea nao, kuna vitu waliniambia pale, wakasema baadaye wanataka waanzishi wawe na duka la pembejeo, na hiyo ni ndoto inayowezekana kabisa. Lakini pia waweze kuchakata mchele wao, na mimi nataka nione huo mchele ukifika kule Dar es Salaam ukinunuliwa katika maeneo mbalimbali, ukiwa supermarket, ili na sisi tujivunie kwamba vijana wa Ukwavila wameonyesha Watanzania namna ya kutumia mkopo huu. Sisi kama serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri, tutaendelea kupitia sera, tutaendelea kupitia sheria, ili kitu chochote ambacho kinakuwa ni kikwazo kwa vijana kiondolewe, ili vijana wafanye kazi zao katika namna ambayo ni rahisi zaidi. Mheshimiwa Waziri, kikundi hiki cha vijana wa Ukwavila Youth Group kimeanza mwaka jana, mwaka 2025 mwezi wa kwanza, na niseme tumeonana shambani kwenye majaruba ya mpunga. Ndugu zangu, nitumie nafasi hii kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia ana upendo, anajali vijana, ana maono mapana sana juu yetu sisi vijana. Sisi vijana wa Ukwavila tumelitambua hilo, hatufanyi mchezo na kitu hicho. Kwetu tunaona ni zawadi ya pekee sana kwetu vijana.